Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu, babu wa mila na desturi katika mizimu hii ya hapa Kimwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania. Namba zetu za simu ni 0765559042 na 0673559042. Unaweza kunifollow kwenye YouTube kama RKK na Instagram, Facebook, TikTok, kote RKK. Hapo utanipata mimi na kupata elimu hizi ambazo tunakupatia kwa kila siku. Tuko nusu ya mwaka wa mwaka huu 2026. Maana yake tuna nusu moja, tumebakiza wastani wa miezi 6 ili kuumaliza mwaka wetu wa 2026. Na kama kawaida kila tarehe 2 mpaka tarehe 9 ya mwezi wa 12 tunakuwa na tambiko kubwa katika mizimu ya Kimwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania. Tambiko hii ipo kwa ajili ya mtu yoyote anayetaka kufanya ibada za mila na desturi. Wewe ambaye unapenda kuwa na imani ya kiasili ya kwako, wewe ambaye unahitaji kuwa huru, hutaki kushikwa mawazo, basi njoo ufanye ibada, njoo ujifunze, njoo utambue wahenga wetu waliomba katika asili zao na walifanikiwa. Wahenga wetu waliomba magonjwa ambayo yaliwakabili katika hicho kipindi. Hawajakuwa na madawa mengi kama sasa hivi, hawajakuwa na wataalamu wengi wa kiafya kama sasa hivi, hawajakuwa na mahospitali, yani majengo ya mahospitali kama sasa hivi, mavifaa, yani walikuwa vitu hivyo vote hawana, lakini waliweza kupambana na magonjwa mengi hatari kwa wakati huo. Lakini wapi waliweza kufanya vita hiyo? Waliweza kufanya vita hiyo kwa kuomba katika jadi zao. Jadi ni kitu muhimu sana, mila ambayo hii sio kitu ambacho wewe unaweza kukikataa, unajidanganya tu. Jadi inatokana na uzaliwa wako kwa wazazi wako, babako na mamako, kule ambako umezaliwa. Katika kabila lako ambalo umezaliwa, kama kuna ndugu, jamaa na marafiki ambao uliwakuta pale ulikozaliwa, labda katika uzaliwa wa sasa utasema uliwakuta katika imani za kidini. Lakini uliza katika hilo ukoo wenu, kabila lenu, familia yenu, kijiji chenu, kuna asili ya imani ambayo ilikuwa ikitendeka huko nyuma. Leo hii usidanganyike kwamba heti imani hiyo haina nguvu wala haifanyi kazi. Hapana, isipokuwa nyinyi mmeipuuza, mmeiacha kutokana na ujio wa imani za kidini. Na hapa ndipo watu wengi wanateseka, wanapitia matatizo ya aina mbalimbali. Wanapambana kuyaondoa matatizo yao, lakini inashindikana kwa sababu nguvu ile ya asili hawana ukaribu nayo. Sasa njoo uirudishe nguvu ya asili katika maisha yako. Nguvu hii ya asili ulichaguliwa na yule ambaye alikuleta katika dunia, kwa sababu hukuchagua uzaliwe na mama gani wala na baba gani. Umejikuta umezaliwa na huyu ndo mama yako, huyu ndo baba yako. Hukuchagua uzaliwe taifa gani wala kabila gani. Umezaliwa kwenye taifa hilo na kabila lako ndio hilo. Hukuchagua uzaliwe kwenye ukoo fulani. Mwisho wa siku ukoo wako ndo huu ambao umeupata pale ulipozaliwa. Kama unakuchukiza, huo ndio wa kwako. Kama unakufurahisha, huo ndio wa kwako. Kama una sifa nzuri, una sifa mbaya, una sifa yoyote ile. Tuna utani wetu wa makabila Tanzania. Labda unaweza kuwa na kabila lenu kama vile liko nyuma sana, lakini ndio umezaliwa. Tuchukulie kuna wale wenzetu wale wa Wazabe. Unaona, kama kuna mtoto anaweza kwenda kupelekwa kwenye lile eneo kule kwa Wazabe, labda ni Mtanzania, akafika pale, hata kama sio Mtanzania, akafanya utalii na akawaona kama binadamu wa ajabu sana. Lakini tukumbuke tu kwamba huyo mtoto au wewe, kwamba kuzaliwa kuwa wewe sio Mwazabe hukuchagua, lakini yule aliyekuleta duniani angekuchagua na wewe ungekuwa
kwa Wahadzabe. Ungefanya yale ambayo unaona Wahadzabe wanafanya, ungekuwa mtaalamu na wewe kuinda nyani na kadhalika. Lakini kwa sababu umezaliwa kwenye kabila lingine, kwenye ukoo mwingine, sehemu nyingine, ndiko ambako wewe hauko huko. Sasa hiki kitu kimoja unachotakiwa kujifunza, kwamba pale ulipozaliwa kuna nguvu ya asili. Je, uliwahi kujiuliza kuitambua ile nguvu ya asili ya pale ulikozaliwa? Manake pale ndiko iliko ibada yako. Pale ndio kuna nguvu ya maombi ya kwako wewe, ya kumuomba yule aliyekuleta kwenye dunia. Maana alikuchagua ukazaliwa na baba huyu na mama huyu wa kabila hili, wa ukoo huu, eneo hili. Pale ulikozaliwa wenyewe walishatanguliziwa imani kabla wewe kuzaliwa. Walishapewa imani. Imani hiyo waliweza kuishi nayo mpaka mapokeo haya ya dini ambayo yamekuja kwa vuruga imani zetu za kiasili. Sasa leo hii wewe unatakiwa kujitambua kama unampenda Mwenyezi Mungu, unatamani kuwa na power ya Mungu katika maisha yako, basi lazima uanzie kwenye asili yenu. Lazima uanzie kwenye asili yenu, ambako hapo ndo kuna nguvu kubwa za maisha yako. Huyu mwenye dunia yake ambaye Mwenyezi Mungu, yeye hana imani, hana kikundi, hana kabila, hana taifa. Kila kiumbe ni cha kwake. Wewe ndio unaweza ukawa na tabaka la kusema yule dini yake sio ni sawa na dini yangu, yule sio taifa lake na taifa langu, yule sio kabila lake na kabila langu, lakini wote ni wa huyu mmoja mwenye dunia yake tu. Huyo mwenye dunia yake, mimi na wewe, unipende, usinipende, unichukie, ufanye vyovyote unavyojua, lakini mimi na wewe aliyetuleta duniani ni mtu huyo huyo mmoja. Yaani tukisema mtu nimekosea, hajulikani, sio kiumbe. Manake Mwenyezi Mungu sio kiumbe. Mungu sio kiumbe, kumbuka hicho kitu. Kiumbe ni kiumbe kilichoumbwa, kina mwili. Yaani ukishasema kiumbe ni kitu kilichoumbwa, kina mwili. Kimeumbwa na nani? Sasa yule anayeumba, mwili wake haujulikani wala yaani hafananishwi na chochote. Hakuna mfanano naye. Hakuna kiumbe anayefahamu uhalisia wa yule anayeumba yukoje. Ila ninachokufundisha hapa, yule mwenye dunia yake, mwenye viumbe vyake, mwenye kila kitu chake duniani, yeye kila kilichokuwepo ndani ya dunia ni chake. Kila kilichopo ndani ya dunia ni chake. Kwa kama wewe ni Mkristo, wa kwake. Wewe ni Muislamu, wa kwake. Wewe ni mshaulini, wa kwake. Wewe ni Buza, wa kwake. Wewe ni Hindu Mandali, wa kwake. Wewe si nani Singasinga, wa kwake. Wewe si Wakolelo, wa kwake. Wewe wa Kingwasa, wa kwake. Wangende, wa kwake. Si kila kabila, kila imani, kila kitu ni cha kwake. Anayepotea ni nani? Ni wewe. Hapo ndo unapotea. Kwa sababu wewe umezaliwa sehemu fulani, umezaliwa katika ukoo fulani, umezaliwa katika kabila fulani, ambao huo ukoo, hiyo kabila ina imani ilishapewa kabla. Sasa kwa kuwa ilishapewa imani kabla, wewe kwa kuwa huifuati ile imani uliochaguliwa, maana yake pale kwenye kabila lako, kwenye ukoo wako, kwenye taifa lako, asili yenu, imani yako, ndio umechaguliwa ukafate vile vya pale. Kama wewe huvifuati vile ambavyo ulivikuta pale ulikozaliwa, ndio unajipoteza njia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio unajipoteza njia, kwa sababu aliyekuleta katika dunia alishakuchagua wewe, fulani nenda pale, utazaliwa na baba yule na mama yule na kabila lile, ukoo ule, taifa lile, wenye imani ile. Hasa ukichagua imani nyingine, sawa, mnasema mko katika uhuru. Lakini usijilaumu pale unapoteseka na matatizo,
alafu ukashindwa kupata majibu. Na mara nyingi nawafundisha, anayehubiri Mungu ndio anahubiri shetani, ndio anahubiri uchawi. Ni mtu huyu mmoja. Yaani anayekuhubiria mambo ya Mungu, huyo ndo anayekuhubiria habari ya shetani, na huyo ndo anayekuhubiria habari ya uchawi. Kwa yeye ndio anakupa amani, yeye ndio anakupa hofu. Msisahau, utakaa tu mimi namtegemea Mungu, mimi si Mungu wangu, mimi si Mungu wangu. Mimi sijabishana na hicho. Ila swala nalokufundisha kitu kimoja. Unatakiwa utumie akili yako vizuri, kwamba yule aliyekufundisha imani hiyo unayoitumia, huyo ndiyo amekufundisha habari ya shetani. Alipokupa habari ya shetani, amekupa wafuasi wa shetani, ambao wewe sasa ndio unawaogopa na kupata hofu. Lakini ungejifunza mila zako vizuri, ungejua kwamba aliyekuleta duniani alikupa ulinzi. Haja kuleta akakuacha, alikupa ulinzi imara sana. Moja kati ya ulinzi, kwa sababu kila hatari ni ya kwake, kila zuri ni la kwake. Kuna ile kauli kwamba mtu akikutwa na baya la shetani, akikutwa na zuri la Mungu. Akipata zuri, asante Mungu. Akipata baya, shetani ushindwe. Lakini ukweli kwamba kila kitu kinachokufika katika dunia, aliyekuleta alikusudia. Ndio maana kuna ile elimu zangu nazowapaga, katika kila baada ya miaka 7 mwanadamu kuna kitu unachokipitia. Kila baada una miaka 7. Yaani tangu kuzaliwa ukiwa na miaka 7, la kwanza, 7 hadi 14 la pili, 14 hadi 21 la tatu, 21 mpaka 28 la 4, 28 mpaka 35 la 5 hilo, 35 mpaka 42 la 6 hilo, 42 mpaka 49 la 7 hilo. Hivyo 56 la 8, 63 la 9. Yaani kadri unavyosonga kumaliza miaka 7, kuna matukio mabaya na mazuri kwenye maisha yako, nayo uliandaliwa. Sio anakuja kwa bahati mbaya. Lakini huyo ndio ametuwekea nguvu mbaya na nzuri, nazo zinahitaji maarifa ya kujua kwamba hii ni mbaya niikwepe, hii ni nzuri niifuate. Lakini maarifa yake sio haya uliojifunza. Ila ungejifunza katika asili yenu, ungejikuta uko na maarifa mazuri sana. Wale wazungu tunawaita hawana uchawi, wenzetu wana maarifa waliojifunza. Ndio maana hawahangaiki na hicho unachohangaika nacho wewe. Leo hii dunia imekuwa kijiji kutokana na hii fursa ya mitandao. Habari ya Marekani kuipata ni rahisi, habari ya wapi kuipata ni rahisi, kufahamu Waingereza wanaishi vipi ni rahisi, kufahamu sijui wa China wanaishi vipi ni rahisi, tofautisha na miaka ya zamani. Sasa wale wenzetu hawapambani na vitu ambavyo tunapambana navyo sisi, kwa sababu kwenye akili zao hakuna walichokimeza kinachoambiwa kuna Mungu, kuna shetani. Kwa hiyo wewe jitahidi uwe wa Mungu, maana yake shetani atakuangamiza. Kwa hiyo ukiwa wa Mungu, wewe tayari uko sehemu salama. Ila sasa kuna washetani wanakuja kuangamiza nyinyi wa Mungu. Sasa huyu mtu kakupa habari 3 kwa pamoja, anakuhubiria maneno matatu, anakuhubiria Mungu, anakuhubiria shetani, anakuhubiria wachawi. Aliyekupa mahubiri hayo, mafundisho hayo unayapewa na mtu mmoja, kiongozi wako wa imani. Huyo ndio anakupa hizo elimu. Kwa yeye anakupa amani, anakupa habari ya Mungu. Yeye anakutisha, anakuambia habari ya shetani na wachawi. Yeye huyo. Yaani anakuambia kuna baba yako Mungu ana pawa kubwa sana, lakini huyu Mungu ana mpinzani ambaye anaweza kumsumbua kwa watoto zake, ambaye ni wewe. Sika unanielewa vizuri? Huyu ndio anayekuharibu. Yaani anakujenga, anakubomoa, anakujenga, anakubomoa.
Kwenye mila hilo huwezi kulipata. Kwenye mila utapata habari moja tu. Kwenye mila utapata habari moja tu, kwamba nguvu zako ziko hivi, omba hivi, mizimu inataka hiki. Tukisema mizimu, msitishwe kama mizimu ni kitu kibaya. Manake na nilivyotaja mizimu hapo tena nimekumbuka kwamba ukishataja mizimu kuna mtu anasema si mizimu ni kitu gani? Kitu gani? Si lilubwasha hivi si nini? No. Hii ni asili. Nguvu za kiasili ndio tumezoea kuziita mizimu, ambazo nguvu hizi zinatokana na kabila na ukoo la kwenu, pale ulikozaliwa, wale waanzilishi, wale waasisi wakale huko, wahenga wa akili wa eneo lako, zile nguvu zao ndio tunaziita mizimu, ambazo hizo zinakulinda kwa kiwango kizuri. Hazinaga shetani, hazinaga nani, zenyewe zinaamini kwamba mtu wao ni mtu wao na watamlinda na kumuongoza. Watampa maarifa ya kiakili. Sasa wewe maarifa hayo uyapati, hutumii njozi zako vizuri unazopewa na asili yenu, hutumii pawa yoyote ya kutoka kwenu walioitumia babu na bibi zako. Sasa wewe kama umetoka nyumbani kwenu, tuchukulie kwamba una vita, kuna vita, unaingia vitani, lakini kutoka nyumbani unakwenda vitani hauna silaha ulioondoka nayo nyumbani. Hiyo vita unakwenda kushinda vipi? Unapokwenda vitani, unapoondoka nyumbani, lazima ubebe silaha ya kwenda nayo vitani. Sasa silaha yako ni ipi katika maisha? Silaha yako ni nguvu za asili ya kwenu. Sasa nguvu ya asili ya kwenu wewe umeitupa, umeisahau, huijui, unaita ushirikina, unaita uchawi, unaita shetani. Halafu unaingia kwenye vita ya mapambano ya kiuchumi, unaingia kwenye vita ya kushindana na maadui zako wa kidunia. Silaha imara mkononi hauna, unaambiwa tegemea tu Mungu atakusaidia. Lakini wewe anayekwambia hivyo, yeye anataka yani yeye manake huyu anayekuhubiria anataka kupokea kutoka katika mikono yako. Mafanikio yake na maisha yake anayaendesha kupitia wewe. Kile ambacho unaenda kuweka ndio yeye kitamsaidia. Manake tuulizane hapa, mtolee Mungu gani? Kuna Mungu anayechukua pesa? Tuulizane, kuna Mungu anayepokea pesa? Hili liko wazi tu. Ukisoma katika vitabu vya kiimani utagundua pesa ilishaambiwa ya Kaisari mpeni Kaisari, na ya Mungu mpeni Mungu, kwa maandiko yale mimi nimeyanukuu. Leo hii hiyo ya Kaisari ndiyo inatakiwa, yani yule anayekutisha anakupa amani kidogo, anakujengea hofu nyingi, ili uamini kwamba kwao katika imani yake wewe ndo usalama wako utapatikana. Lakini wa usalama unaugaramia kwa kupeleka sadaka za aina mbalimbali. Mna majina mengi siku hizi kwenye matoleo yenu ya sadaka, ambayo pia wakati unateseka hapa duniani unatamani zile sadaka zako na imani yako ikusaidie. Wameshakurusha kipindi, wanakuambia itakusaidia ukifa. Wanajua kabisa ukifa huwezi kuja kuadai. Sio kwamba watu hawana akili, watu wana akili. Dunia hii inatakiwa utumie akili yako vizuri. Nani aliyekufa anakuja akasema jamani hayo sio hayo? Lakini uhalisia ni kwamba mimi sina mpango wa kukubomoa wewe kiakili, na nina mpango wa kukujenga wewe kiakili. Lazima akili yako irudi. Lazima akili yako ijitegemee. Lazima akili yako ijitambue pale ulipozaliwa kuna nini. Wewe unapoondoka ulipozaliwa bila kufahamu kuna nguvu gani, wewe umeshafeli. Manake umekosa silaha ya kuondoka nayo kutoka kwa babako na mamako. Kuna ile lugha tunasema mimi nimeaga kwetu. Kisikia mtu anakuambia mimi nimeaga kwetu, maana yake kwamba
kutoka kwenye chimbuko lake alikozaliwa. Alitambikwa na wazazi wake. Nasikia nilitemewa mate utosini hapa. Wazazi walishika kichwa, walitambika. Aliondoka na nguvu ya asili ya kwao. Ana ulinzi wa kutoka kwao popote alipo. Avuke mipaka ya nchi, mipaka ya mikoa, kokote kule aliko. Lakini akiomba kidogo, nguvu ya kwao ipo, itamlinda. Wewe hii umeitupa. Umeitupa. Unategemea nini ndugu yangu? Nini unachokitegemea? Sasa ili ilikuwa darasa kidogo tu la kukupambanua. Kidogo tu, mimi kuongea sana hapo. Tarehe 2 mpaka tarehe 9 mwezi wa 12 kila mwaka tambiko kubwa ya kiasili inafanyika hapa katika mizimu ya Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania. Babu wa mila na desturi, mimi nipo hapa ambako tunaongoza ibada hiyo ya mila na desturi kwa kila siku asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7. Ibada ya kiasili inafanyika pale hapa katika mizimu ya Kimwasa. Njoo mapema, changia mchango wako, maana yake tunakuwa na kusanyiko la chakula, tunakuwa na kusanyiko la kupata mahitaji yetu ya mbalimbali na vifaa maalumu vya kufanyia maombi, vinafanyika hapo. Kuna mavazi yetu ya kaniki ambayo tunataka kuyatumia katika kipindi chote cha maombi, tunakopo nayo hapo. Basi sina mengi sana, ila wewe njoo. Wale ambao wameshawahi kuja, tukumbushane mapema kwamba muda wetu umefika sasa. Tuanze kukumbushana michango ya kutoa, tuchangishe mapema. Na niwakumbushe kwamba mchango tunapokea kwenye namba ya simu 0765559042. Narudia 0765559042. Ali Hatibu Kirusungu, namba ya Vodacom M-Pesa. Weka mchango wako hapo na tutafanya maombi pamoja na wewe. Yule anayeweza kufika, karibu sana, na yule asiyeweza kufika, weka mchango wako. Nasema pia unachotaka tuombe kwa ajili yako. Sio tukuombee. Kile ambacho unahitaji tuombe kwa ajili yako kwa sababu wewe umeshindwa kufika. Eleza kupitia WhatsApp kwenye namba hiyo. Namba hiyo unaitumia pesa, ni namba hiyo ya WhatsApp. Unaweza kuweka na ukajieleza kwa bwana, mimi ni fulani, nimeweka mchango wangu, niko sehemu fulani, lakini nahitaji kuwa pamoja na nyinyi ni katika maombi haya. Sasa maombi yako leo unatuambia kwamba hiki tusikuache nyuma, tuwe pamoja na wewe, lakini weka nia pia ya kufika katika miaka inayofuatia kama mwaka huu utashindwa kufika. Ali Hatibu Kirusungu, mtafiti majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya Ali KK TV, ni follow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV.